Lakini najaribu kuangalia kwamba inawezekana kabisa inawezekana wanadamu wangetafuta kurudi kwenye kusudi la Mungu. Inawezekana kabisa hata kwenda kanisani kusinge kuwepo. Haleluya! Hebu tujiulize pamoja kitu hiki ambacho nimewahi jiuliza, ya kwamba hivi baada, yani mwisho wa kuingia kanisani ni ili tuende mbinguni. Je, Mungu alichokuwa nakitaka kwa wanadamu hasa ni nini? Mungu alichokuwa nakitaka kwa mimi na wewe hasa ni kitu gani? Mungu ambacho anaangaikia kwa wanadamu, anaangaikia kwa wanadamu wote, kwamba wanadamu waache dhambi, waache nini, waache mabaya. Yani hasa anachokitafuta ni kitu cha namna gani? Anachokitafuta ni kitu cha namna gani? Hivi je, kwamba Mungu alikusudia tu tuwe tunaingia kanisani, tuwe tunaingia kanisani, tunasali, tunakusanyika, baada ya hapo ni ili tuende mbinguni? Na hiyo mbinguni, unajua kuna vitu vingi unaweza kujiuliza kwamba na baada ya mbinguni tu, baada ya kufika huko mbinguni au kwenda tu huko mbinguni, kwamba lengo la Mungu lilikuwa ni nini hasa. Nataka nikusomee Biblia takatifu katika kitabu cha Mika ile sura ya 6 na ule mstari kuanzia wa 6. Nitasoma neno la Mungu linasema kwamba nimkaribie Bwana na kitu gani? Na kuinama mbele za Mungu aliye juu. Je, nimkaribie na sadaka za kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Je, mstari wa 7, je, Bwana atapendezwa na 1000 za kondoo waume au 10,000 za mito ya mafuta? Je, nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzao wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu? Mstari wa 8, mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Huu mstari unaweza ukawa unajibu la nini Mungu alitaka tufanye. Mungu kwamba alikusudia tu kwamba tuende tu makanisani, na mwisho wa siku iwe ndo hivyo tu kwenda tu makanisani. Lakini najaribu kuangalia kwamba inawezekana kabisa inawezekana wanadamu wangetafuta kurudi kwenye kusudi la Mungu. Inawezekana kabisa hata kwenda kanisani kusinge kuwepo. Inawezekana kwenda kanisani kusinge kuwepo ikiwa ingekuwa wanadamu wametambua asili yao walikotoka, kusudi la Mungu tangu kuumbwa. Wangejua hivyo, kwenda kanisani kusinge kuwepo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alimuumba Adamu na Eva wakiwa katika bustani ya Edeni. Hawakuwa wanaenda kanisani, lakini walikuwa wanamwabudu Mungu. Walikuwa wanaongea na Mungu. Na hata nikisema walikuwa wanamwabudu Mungu nakuwa sijakosea, kwa sababu kuabudu sio kwenda kanisani. Kuabudu ni kutii maelekezo ya yule anayekuelekeza. Kwa hiyo sasa, Mungu sidhani kama alikusudia tuishie tu kwenye kwenda kanisani. Maana halisi ya kwenda kanisani ilikuwa ni tutafute, tujue tulitakiwa tuweje, tujue tulitakiwa tuwe wakina nani, tujue tulitakiwa tuishi maisha gani. Lakini mstari wa 8 nimekusomea, anasema mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako
ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Kama tungeyaweza hayo, kama tungefanikisha hayo, kama tungefaulu hayo, kwenda kupenda haki, kwenda kwa unyenyekevu na Mungu, huenda hata kanisani tusingeenda.